Ndani ya jiji la Tokyo katika apartment za serikali tunamuona mwanamama Mitsuo akiongea na mzee Sasaki kwa sababu mzee huyu leo alimletea mwanae samaki pamoja na mboga za majani, na mzee huyu alitaka kuongea na Yui lakini Yui alikataa kuongea na babu yake, na mama alienda moja kwa moja jikoni na kutamani kumwandaa huyu samaki lakini akasitisha. Lakini mzee Yoshiyuki muda wote ni mtu wa kula na yuko busy. Mwanamama akachukua samaki huyu na kumtia ndani ya friji, na hapa akaona kuchukua mboga za majani, lakini mboga za majani hizi zilikuwa na mdudu. Lakini binti huyu Yui baada ya kumsaidia mamake ndo kwanza akaendelea mambo mengine, na mama akamchukua huyu mdudu na kumtoa nje. Kenji alikuja, lakini baba alipomwambia njoo tule, na Kenji alimwambia nina chakula changu nimenunua, kwa hiyo sitaki chakula cha mtu yote, kila mtu ajitegemee kivyake. Na mtoto huyu aliingia ndani na kuanza kuchezea PC yake na mambo mengine akaendelea, lakini mwanamama hapa aliendelea shughuli, lakini baba muda wote ni mtu wa kuangalia TV. Siku ya pili asubuhi yake mzee anashtuka, anapoangalia saa vizuri anakuta sasa hivi ni saa 3:07. Mzee alijiandaa haraka kwa kuwa alilala sana kutokana na TV, na hata huu bidada Yui alipoangalia simu yake nayo chaji haina, na hata alijaribu kuwashawasha moto lakini moto na hauwaki. Alitumia gesi leo, na alipotaka kuandaa chakula watu wote walikuwa wamechelewa na kuwahi makazini. Basi sehemu za kazi na wakashuka taratibu kwa sababu lift nazo zilikuwa hazifanyi kazi, na hata sehemu za treni nazo treni leo zilikuwa hazijaja kwa sababu vile ni shida. Kwa hiyo mzee alikunguta mguu. Hapa bwana mdogo anaangalia simu yake nayo Kenji imeisha chaji, akawa hana jinsi. Lakini anavyoangalia watu anaona watu wengi leo wanatembea baskeli, na hata magari nayo hayaendi kutokana magari mengi yalikuwa yanatumia mafuta na sehemu za kutolea mafuta yani kote umeme umekatika. Na mwanamama hapa aliona wanawake wenzio wanatembea na kila mtu analalamika umeme ni tatizo la taifa, na walokuja kazini leo hapa walikuta ofisi imefungwa. Kila wakifungua vyoo hivi wakaona bora wafungue kwa sababu milango hii nayo ilikuwa inatumia umeme. Walikaa wakajipa moyo, wakajua umeme utarudi, lakini mwisho wa siku bosi anatoa ruksa na kuambia waondoke. Hata huku mashuleni napo hakuna mwanafunzi yoyote ambao simu yake ilikuwa ina bando ama ilikuwa ina chaji, na wanafunzi wakakaa vicheko tu. Hata sehemu za kujisomea, hata katika supermarket, na watu wengi wakakimbilia vyakula tu line kama biskuti, chocolate pamoja na vitu kama maji, yani sio vitu vya kutumia labda mafuta ama kutumia umeme kupikia, na wakaanza kuchukua vitu vya kawaida, lakini ilikuwa inatakiwa keshi kwa sababu ATM zilikuwa hazisomi, hakuna chochote kinachosema. Na bosi hapa akaona bora afunge kampuni na kuambia wote muondoke na murudi kazini endapo umeme utarudi. Mzee hapa alipoangalia thamani ya baskeli akaona baskeli sasa hivi zimepanda, lakini akawa hana jinsi, ilibidi anunue baskeli hivyo kwa sababu imsaidie katika safari zake. Nyumbani watu hawajui kitu gani cha kufanya, hata leo alitumia mishumaa kwa ajili ya kupata dina usiku wa leo. Basi na wengine ambao walikuwa wanasoma nao kwao ndio ikawa shida zaidi, kwa sababu hata masomo yao nayo yalikuwa hayaendi kwa sababu walijitahidi sana kusoma, lakini mishumaa ilitaka kuunguza nywele zao. Na pale usiku ulipokuwa mrefu, familia ya mzee sasa hivi inaanza kupata shida kidogo, na usiku huu walikesha kuangalia anga, na palipokucha asubuhi yake bado umeme ukaendelea kusumbua, na mama maji yakaanza kuwa shida, na hata alipokuja shuleni alikuta wanafunzi wachache. Bidada akaona bora arudi zake nyumbani, na huku ofisini rais anasema hakika leo ndio mwanzo na mwisho, rudini umeme utaporudi, na kuchukua familia yake na kuondoka nao. Bosi alifunga ofisi, baba aamini kinachoendelea, lakini hapa alimkuta mtu anataka kuiba baskeli yake na kuchukua baskeli hii taratibu, na bwana mdogo hapa anarudi zake nyumbani, lakini alikuwa anampigia misele demu wake, na alipokuja kumwangalia demu wake anamuona ndo yeye anatoka, akajificha kidogo, lakini baskeli hii iligonga mguu wake kwa sababu ya kitete, na hii familia ya huyu mwanamke ikaondoka. Mwanamama huko anapambania juu ya maji, lakini hapa anakuja na hawa wenye chemba wanamwambia bwana, maji hapa yamekuwa ya shida kwa sababu pampu haisukumi tena moto kuleta juu. Maji yapo lakini maji haya ni machafu kwa sasa hivi, hatuwezi kuyanywa. Basi huku watu wanakimbilia katika benki, ATM zote zimefungwa na wakataka wapewe keshi mkononi, lakini hapa wanajikuta hakuna linalowezekana, na kwa sababu watu walikuwa wengi. Mzee Yoshiyuki anajikuta anasukumwa na kudondosha baadhi ya dokumenti ambazo alikuja nazo hapa, lakini hakuambula chochote. Mwisho wa siku damu nyingi zinamtoka puani. Siku ya 7 tangia umeme ukatiki, supermarket hakuna kitu, shuleni hakuna kitu, na kila mtu anafunga safari ya kurudi kwao alipotokea, yani kijijini ama kutafuta sehemu ya kwenda. Na familia nyingi na baadhi ya watu ambao ni wabishi ndio walitaka kutamani kukaa hapa mjini, lakini wengi wao walitamani kwenda kwenye familia zao, na baadhi ya watu walikufa kutokana na njaa na kiu, na wapangaji
Wafuatiliaji wengi wakasema hakika tulijua ni swala la kawaida tu la siku 7 siku 8, lakini mpaka leo siku ya 8 hii umeme bado hujarudi, tutaishije? Kwa hiyo mzee akaona bora ongea na familia yake kuambia turudini na sisi nyumbani kwetu tukamuone baba mkwe. Kwa hiyo baba sasa hivi akaamba watoto wake wote watoe hela zao walizokuwa nazo, wakamkuta mama ana hela nyingi kuliko kila mtu hapa ndani, na wakaanza safari taratibu. Wakaona bora wapite mlango huko kwa sababu asipate aibu, na baskeli zilikuwa chache. Baba na mkeo wakapanda baskeli moja na mtoto na dada yake wakaendesha baskeli yao taratibu. Watu walikuwa wanauza vyakula kwa bei kali, lakini hawakutaka kununua kwa sababu wanajua watu wengine ni wajinga wasio kupiga hela. Hapa waliendaenda wakakuta jamaa kidogo kapunguza bei, yakawaona bora washuke taratibu na kwenda kupata kidogo chakula ili mradi watoke hapo waendelee na safari yao. Jamaa akawavulia samaki na kuwapikia, na mwisho wa siku wakatamani kwenda chooni wakajisaidia, lakini harufu iliyokuwa humo wote walikimbia, na ubi dada akaenda kukata gogo katika majani huko. Na walipokimbilia katika airport ili mradi kila mtu apande ndege aondoke, lakini ndege nazo zilikuwa hazifanyi kazi, na huyu askari aliwafukuza. Mwisho wa siku wakatamani kumbonda askari kwa sababu analetea miayusho. Watu wakazidi kwenda ovyo, na hapa walipata roji, lakini walipa hela nyingi sana ili mradi waweze kulala hapa. Na hapa leo wanajikuta asubuhi imefika, wameingia supermarket, chakula hakuna chochote, na bwana mdogo alipata kitabu hapa alau angalie vilamani ya huko kufika kwa babu yao. Basi waliangalia namna gani wanaweza kufanya, lakini hapa walikuta baskeli tena kwa mtu mwingine, ikabidi wachukue baskeli na hapa kuja kubadilishana na ubwabwa, alau wampe pombe huyu mzee na mzee awape kitu chochote. Na kweli mwanamama huyu alipogiwa pombe wakazidi kuondoka na safari kaendelea. Waliposonga mbele kidogo, baba ilibidi angalie lamani na kukuta lamani hii ya mwanae inapotosha, na wakazidi kusonga mbele na wakapita sehemu ambazo zilikuwa zinatumia umeme, lakini umeme ulikuwa ufanye kazi. Na hapa baba anakuta watu wako wengi katika barabara kubwa, ilibidi wajiunge nao, na walipotaka kuingia ndani walikuta watu wengi wamekaa, ikabidi na wao wakae nje na kuendelea kupata chakula cha hapa na pale. Watu wengine wanakuja wanaomba maji, lakini kijana alificha maji hapa, lakini usiku huu kuna mwizi anaiba haya maji ambao huyu dogo alisema hana. Na alipomwangalia huyu mwizi vizuri na akataka kupambana naye, alikuta huyu mwizi ana mtoto mdogo, ikabidi akubali. Hali imekuwa mbaya mpaka imekuwa tena mbaya, na hawa vipofu wanne wanaomba msaada, lakini ukaambia huku ndani ya shimo hamwezi kupita kutokana na kisa chake sio cha mchezo. Walibisha hii familia, lakini walipofika mbele ilibidi wageuzi kwa sababu kiza kilikuwa kinawatisha na kilikuwa kina mambo mengi. Kwa hiyo ikabidi watoke taratibu hata kuwashukuru hawa kina mama. Ni siku ya 16 tangia umeme umekatika, na mwanamama hapa kidogo akifanya usafi na njiti zimebakia 3 tu, na baba huyu kiu ya maji vumshika, akaona bora akanywa maji machafu ya mtoni. Lakini punde tu mvua ikaanza kumwaga, mvua ambayo imeambatana na upepo, na hata vitu vyao kidogo vikaanza kusombwa na upepo mkali. Na baba patumbo lilikuwa linamuuma la kualisha, alienda akata gogo vibaya huku mvua kali ikimpiga. Na mvua ilipokata wakachukua nguo zao, PC, vibiliti, hata miwani ya mwanamama iliungua, na hata ule mchele ubwabwa alogewa na baskeli zilipata pancha. Mzee Yoshiyuki akajisikia kuchanganyikiwa na mtoto akawa hana jinsi, baba tumbo linamuuma. Ikabidi waingia katika supermarket alau wakaangalia chakula, lakini walikuta vyakula vyote vishachukuliwa, na walikuta vyakula tu vya paka na maji ya paka. Ikabidi wachukue na kujaribu wao na kuwaletea mama yao na baba yao ili mradi alau wajisikie afya na amani. Na mtoto kuchukua kava hili la simu na kuzibia baskeli yake, na safari ikaendelea mdogo hapa. Na walipofika sehemu walipumzika na kukuta watu ambao na wao walikuwa wanapasua kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Wakawasalimia na vizuri wakajuana, na wazee walijisikia faraja sana kwa sababu wamepata kampani na kuwapa kidogo vyakula vya kuwapa nguvu kipindi wanaendesha baskeli kwa umbali mrefu. Mzee alikuwa ni mtu wa kujitenga, lakini kijana mdogo alichoka kamera yake na kuwapiga kwa sababu hawa familia ni wachangamfu. Mzee Yoshiyuki akiwa yuko mbele kabisa na binti yake akawa yuko nyuma na watu wanapiga story, lakini mzee Yoshiyuki, yes, unajua ni mtu mzima, alikuwa anawaoshea bado sijazeeka na kuchapa beteli kama ana akili nzuri. Hapa mwanajeshi alipoulizwa ni kitu gani, akasema hili ni tatizo bwana lilotokea, ina maana masuala nuclear haya ndio ambayo yamesababisha kila kitu kinaharibika, lakini mambo yatakaa sawa. Na njia hawa wakaelekea kaskazini, na hawa kina Yoshiyuki wanaingia
wakaingia kusini. Taratibu walikuta mandhari yameharibika, lakini takataka nyingi ziko mtaani, na mwanamama huyu hajui waingilie wapi watoke wapi, kwa sababu lamani nayo walikuwa hawana. Lakini hapa walikuta mzee anagawa sadaka, yani samaki aliwapikia watu wengi na samaki akazidi kuwatoa. Wakaona na wao kidogo wapange foleni alau wapate chakula, lakini zamu yao ilipofika chakula kilikuwa kimeisha. Ni mkosi, ni siku ya 67. Sasa hivi siku ya 67 hawajapata chochote, na mzee akaanza kula mpaka chafi, lakini ghafla anamuona kitimoto. Ilibidi amkimbilie nguruwe huyu, lakini walipopata na shida, na mwisho wa siku mzee alimnyonga nguruwe huyu. Na kuchinja hawezi kama ilivyokuwa kawaida yake, kutengeneza kitu hawezi. Mtoto naye alipogewa vile hawezi. Akaja mzee mmoja anaitwa Tanaka akamchinja huyu mnyama na kuwachukua kuwapeleka moja kwa moja katika mandhari yake. Walipoona maji walikimbilia na kuyanyenyekea, na mzee akasema hili ni tatizo tu dogo la umeme, lakini mimi niliandaa miundombinu kiasili na kukaribisha chakula kizuri leo cha mayai pamoja na mboga za majani, na huyu mtoto anakula amini huko analia. Na hata mwanamama huyu alipoleta mboga za majani na yeye aligawa chakula na kuambia familia hii ije kusaidia kumtengeneza huyu kitimoto. Walitengeneza kitimoto vizuri na kumtiatia vichumvi alau akauke, alau awezidi kuwa safi na mtamu zaidi na zaidi. Na wakati wa kuoga ulipofika, mzee alizidi kuwafanyia heri na wema na hata kuwapa nguo za kulalia. Kutokana mzee anasema nina familia yangu ambayo inaishi Marekani na kwa muda mwingi na wao hawajaja kunitembelea, kwa hiyo nyinyi ndio familia yangu kwa sasa, hebu kuweni na amani. Na mzee asubuhi ilipofika walicheza na nguruwe wa mzee huyu, kwa sababu alikuwa ni mfugaji bora na safi na salama. Na kadri walipozidi kukaa hapa na mzee akajisikia amani, hata mwanamama alijisikia kama yuko nyumbani. Walipambana sana na huyu bwana mdogo kama kawaida aliziba pancha katika baskeli zao na kumwambia mzee tutakaa hapa kwa muda mdogo, japo kuwa mzee aliomba watu wakae. Lakini leo hapa aliwaandalia nyama nyingi na hao wakaendelea na safari yao, kwa sababu wanaelekea kwa huyo babu yao. Katika boda hii hapa walikuta boti hamna na daraja limeharibika, ikabidi watengeneze boti nchwala alau wavuke. Kweli waliwatanguliza wanawake mbele na wao wakarudia tena zile baskeli, lakini kipindi wanatamani kurudi mvua kali ikapiga tena, na wakajikuta hapa mvua ikazidi kuwasumbua na baskeli zikazama, na mwisho wa siku baba akataka kujitia yeye baharia na anajikuta mzee anazama na kuzamia. Familia ilimlilia sana baba yao, lakini mvua kali hawakumuona, na hata mvua ilipokata walikuta ni nywele tu lile wigi ambalo alivaa mzee, kwa sababu mzee kumbe anakiwalaza. Walitembea na treni moja kwa moja, na hapa wakakuta barabara ndefu ya treni kama kawaida, ile misosi ya nguruwe, lakini hapa mbwa nao wanatia huruma, njaa nyingi. Huyu Sanji dada yake na Sanji akaona bora achukue chakula hiki na kumpa huyu mbwa, na mwisho wa siku wa mbwa akaongezeka wakawa wengi na wakaanza kugombania, na mwanamama begi lake akajikuta anadondoka chini kwa sababu mbwa walikuwa na nguvu. Mwanamama hapa amepata enka na mguu wake umezingua, na mbwa hawa walipoona hawa watu ni njaa tupu, ngoja tuwafanye msosi. Mbwa wakaanza kuitana na wakaanza kujaa na kuanza kuwafuatilia. Mara ghafla treni C571 linatokea na hapa linasimama, na mwisho wa siku linawachukua familia hii na kuondoka nao, kwa sababu mule ndani ya treni kulikuwa na abiria wengi ambao wanatoka Tokyo wanaelekea huko kwa huyo mzee Kawasaki katika kijijiko. Mtoto alilia kwa sababu baba yake amempoteza, lakini mzee kumbe hajafa. Anakuja kuamka hapa yuko mdhoofu hali, amechoka na amekalia trekta. Kwa mbali anaona treni lakini kuita hawezi, akatoa flare gun na kuwasha moshi na hili treni ikamuona. Na hata Ubididi aliona kama huyu ni babake, walimkimbilia baba yao kwa furaha, na mwisho wa siku wakamtia ndani ya treni hili na wote wakawa pamoja. Mzee Amini waliingia ndani ya kiza na mwisho wa siku wapelekea kupata kifua, yani kukoa, kwa sababu moshi mwingi ulirudi ndani na kila mtu sura yake ilikuwa nyeusi. Siku ya 108 mzee Kawasaki anawaona wajukuu zake na familia yake pamoja na mkwewe Amini waliingia katika kijiji hiki cha wavuvi, na mwisho wa siku wakaishi na kuishi. Lakini siku moja wakiwa napanda manyanya, huyo mtoto Amini anasikia sauti ya spika, na alipotoka nje aangalie ni kelele hizi zinatokea kweli katika spika. Alipoangalia vizuri anaona mji tena taa zinarudi, na waliporudi nyumbani kwao mambo yote yakarudi yakakaa sawa, yani Tokyo ni ile ile na mambo yakakaa sawa na kila kitu kikarudi katika ustaarabu ule wa zamani unaotakiwa, na furaha ikarudi tena. Lakini hii filamu inatufundisha tusitegemee sana teknolojia.
emoji, tuishi na maisha ya kawaida pale inapotokea shida. Oya wanangu wa Tam TV Recap, kama ni mara yako ya kwanza kujiunga nami, usisahau kunifollow, usisahau kusubscribe. Ni mimi DJ wako mitamboni, Feibash. Chao, tukutane katika recap ijayo.